Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Wapenzi watazamaji wa channel yetu ya Masange TV, karibuni katika channel yetu, na usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe video zote ambazo utaziona katika channel hii. Ama leo tutazungumzia suala la ndoto, maana ya ndoto pamoja na tafsiri ya baadhi ya ndoto. Ama swala la ndoto ni swala ambalo lipo katika maisha ya binadamu. Binadamu tangu alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa katika uso wa ardhi hii, amekuwa akiota. Swala la ndoto limekuwa ni jambo ambalo linatumika kama ujumbe ambao Allah anautoa kwa watu. Ametumia Allah njia hii kama mawasiliano baina yake na mitume mbalimbali, kama tunavyoona kwamba mitume kadhaa wameoteshwa katika maisha yao, ikiwemo kisa maarufu cha mtume Nabii Ibrahim alayhi salam, na pia vile vile mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndoto ni jambo ambalo lipo kimaumbile na lina tafsiri zake. Ni swala la muhimu pia kufahamu maana ya hizi ndoto ambazo tunaziota, ili tuweze kujiandaa na baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakatokea katika maisha yetu, au tuweze kutilia maanani maana ambazo zinapatikana katika ndoto hizi. Kwa hiyo leo, kwa kuanzia mfululizo wa makala hizi za tafsiri ya ndoto, tutazungumzia ndoto ya kifo, yaani mtu kuota amekufa. Hii ina maana gani? Ndoto ya mtu kuota amekufa zina maana nyingi, kutokana na namna ambavyo mtu ameota. Kwa hiyo mtu anaweza akaota amekufa kisha akafufuka. Tuanze na hii ya mwanzo, kwamba mtu anaota amekufa kisha akafufuka. Ukiota umekufa na kisha ukafufuka, ina maana ya kwamba mtu huyo ambaye ataota hivyo, ni kwamba mtu huyu atakuwa katika majuto, umeona, kutokana na jambo ambalo atakalolifanya, na jambo hilo ni miongoni mwa mambo mabaya, kisha akatubia jambo hilo. Kwa hiyo mtu kuota kwamba amekufa kisha akafufuka, inaonyesha kwamba mtu huyu atakutana na jambo au atafanya jambo ambalo ni jambo baya, na atajutia jambo hilo, na ataweza kutubia jambo hilo. Hii ni miongoni mwa tafsiri ya ndoto ambazo mtu akiota amekufa. Lakini mtu anaweza akaota amekufa, lakini kifo chake ni bila ya kuumwa, yani kuugua ugonjwa wowote. Mtu akiota ndoto hii, inamaanisha kwamba umri wake hapa duniani utakuwa ni mrefu, yani Allah atajalia katika maisha yake hapa duniani atapata umri mrefu. Hii ndiyo tafsiri yake. Lakini mtu anaweza akaota amekufa, lakini si kama amekufa hasa, anakuwa amekufa lakini hajafa, yani yupo katikati hapa, umeona. Ni mtu anakaribia kifo lakini anakuwa hajafa, akaota mtu hali kama hii. Hali kama hii, ndugu zangu, inamaanisha kwamba mtu huyu maisha yake hapa duniani yamebakia muda mchache sana, yani yupo katika dakika za lala salama tunaita. Umeona, yupo katika dakika za lala salama, yani
muda wowote anaweza akafa. Mathalani mtu amekadiriwa na Allah umri wake miaka 80, manake ukiota hali kama hii wewe upo mwishoni. Kwa hiyo uanze kufanya maandalizi yanayohitajika mapema. Lakini jambo lingine, mtu anaweza akaota amekufa, lakini si amekufa tu, anaota pia anaoshwa maiti yake na anafungwa sanda. Ukiota hali kama hii, yani unaota umeshakufa, maiti yako imeoshwa na umefungwa sanda, ndoto kama hii inamaanisha kwamba utakuwa na maisha mazuri, sawa, katika hii dunia, lakini upande wako wa dini utaharibika. Yani dini yako itaharibika, kwa maana ya kwamba utakuwa na maisha mazuri, utapata maisha mazuri hapa duniani, utapata pesa, utapata magari, kila ambacho ni maisha mazuri yani unaweza ukakipata, utapata mali, unaona. Lakini upande wako wa dini, maanake utakuwa ni mtu ambaye ni asi, unaona. Unaweza ukawa mtu ambaye hauswali, haufungi, yani utakuwa kwa kifupi mtu ambaye dini yako itaharibika. Tafsiri nyingine ni pale mtu anapoota kwamba amekufa, lakini yupo pamoja na wafu wenzake, sawa. Unaota umekufa, lakini upo na maiti za wafu wenzako zimekuzunguka, naona. Ukiota hivi, ndugu yangu, fahamu ya kwamba watu walio karibu yako katika maisha halisi unayoishi ni watu ambao ni wanafiki, naona. Ni watu ambao ni wanafiki, si watu wa kuwategemea. Upo nao pamoja kimwili, lakini rohoni hawakuungi mkono kwa chochote, naona. Kwa hiyo ukiota hali kama hiyo, elewa kwamba maisha yako hapa duniani umezungukwa na wanafiki ambao ni wengi. Lakini jambo la mwisho katika mtu kuota umekufa ni kwamba mtu anaweza kuota kwamba amekufa, sawa. Amekufa, lakini katika kufa kwake, umeona, akawa pamoja na maiti wengi sana, unaona. Akawa pamoja na maiti wengi, unaona. Yani yeye ni miongoni mwa wale maiti waliokufa, unaona. Hii inamaanisha kwamba mtu huyu atapata safari katika maisha yake, na katika hii safari hatarejea sehemu alipotoka, naona. Yani atapata safari katika maisha yake, na hii safari kuna uwezekano mkubwa asirudi sehemu alipotoka. Kwa mfano, mtu unaota ndoto hiyo, unaishi mathalan Tanzania kwa mfano, inawezekana ukapata safari nje ya nchi, ukaenda labda Arabuni, au ukaenda Amerika, ukaenda Ulaya, na ikawa ndio mwanzo na mwisho wa wewe kurudi tena Tanzania. Ukaanzisha kizazi chako huko, ukaanzisha maisha yako huko, ukafa huko, na kizazi chako kikaendelea huko. Kwa hiyo mtu akiota ndoto kama hiyo inamaanisha hivyo. Lakini pia ndoto hii inaweza kumaanisha kwamba mtu atakufa katika upotevu, yani hatakuwa mtu mwema katika kipindi chake cha kifo. Kwa hiyo ndugu zanguni, tumetoa tafsiri hizi chache za ndoto za kifo ili tuweze kuzingatia na kuchukua hatua. Na hii ndiyo maana ya tafsiri ya ndoto hizi, kwamba mtu ukiota basi uchukue hatua. Ni ujumbe ambao unapewa. Kama ni ujumbe mzuri, basi uendelee nao na ujaribu kushikilia ujumbe ule. Lakini kama itakuwa ni ujumbe mbaya, basi ndugu yangu,
uweze kujirekebisha na kuchukua hatua kulingana na ujumbe ambao unakujia katika ndoto zako. Tutaendelea na mfululizo wa makala hizi zinazohusiana na ndoto, na tunaomba tuwe pamoja, tutanufaika kwa mambo mengi inshallah. Na kama mtu ana maswali yoyote, anahitaji tafsiri ya ndoto zake, anahitaji mambo mbalimbali kama vile visomo vya rukia, unaona, pamoja na tiba mbalimbali za kisunna, basi anaweza akawasiliana kwa kutuma ujumbe wake hapo kwenye comment. Pia vile vile unaweza ukashare klipu hii au video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Tutaendelea kuelezea tafsiri ya hizi ndoto kwa kadri ambapo Allah ametuwezesha, ili tuweze kupata manufaa zaidi kulingana na tafsiri ya ndoto hizi na tuweze kuzingatia. Tumwombe Allah atujalie inshallah tuweze kupata manufaa ya tafsiri hizi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.